Naomba unipishe tafadhali. Umelala wapi? Samia, nimechoka, nahitaji kupumzika. Naomba unipishe. Hapa uingii ndani mpaka uniambie umelala wapi. Sonia, nitakupiga. Nipige? Wasi mwanaume, umekamilika. Piga baba. Piga mwili hapa, piga. Naomba unipishe tafadhali. Uende wapi? Yaani hapa uingii mpaka uniambie ulipolala. Umelala wapi? Nitakuzibua. Nipige? Wasi mwanaume, nipige. Niko hapa baba, nipige. Nipige. Nenda. Si umezoea umalaya, nenda. Nimekwambia nenda. Mume wangu. Watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule. Mke wangu. Mume wangu. Karibu sana nyumbani. Asante. Wake zangu, nadhani ugeni mnaofahamu. Hivyo huyu ndo mgeni wetu na ndiye mke wangu wa tatu. Nadia, hawa ndio wake zangu. Huyu ndio mke mkubwa anaitwa Rachel na huyu mwingine ni mke mdogo anaitwa Kikonko. Nashukuru kuwafahamu. Hata sisi pia tunashukuru kukufahamu. Karibu sana. Asante. Mume wangu, kwa nini unatufanyia hivi? Unatukusanya huko unakuja kutubwaga humu ndani. Kama wawili tu huduma zilikuwa zinasuasua, na wewe watatu itakuwaje? Au umemleta kwa ajili ya kutukomoa sisi? Sijapenda hili swala, na huyu mke wa tatu mimi sijapenda ujio wake. Rachel, umekuwa kiburi sana. Siku hizi unapenda sana kunipanda kichwani. Hauna adabu Nitakuadabisha. Dada, mbona una stara? Unaongeaje hivyo mbele ya mume wako? Hata kama Mungu hayuko sawa na hisi leo na hajamka vizuri. Naomba tumsamehe. Mshenzi tu yule. Wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule.
Recho hayupo, katoka. Sasa dada, na maongezi na wewe. Mimi niko free, niambie. Kuhusu bi mkubwa. Unajua dada, toka nimefika hapa, jinsi alivyonipokea, yaani tofauti na ulivyonipokea wewe. Yaani naona kabisa Dalicho ananichukia. Kwa mimi yaani siwezi kukaa na mtu anayenichukia. Anaweza kunitilia hata sumu kwenye chakula. Kwa hivyo dada, mimi nilikuwa nataka nimwambie tu mume wangu anitafutie nyumba nyingine tu twende tukaishi. Maki hapa naona patanishinda. Mdogo wangu, unataka kuondoka kuniacha? Na nilivyokuzoea? Usifanye hivyo bwana. Nakuahidi atabadilika. Kwa sababu ndivyo alivyo. Hata mimi mwenyewe alinikuta makubwa yako madogo. Yaani nilikuwa napitia changamoto, lakini hatimaye niko naishi na niko katika ndoa yangu. Niko vizuri tu. Nakuahidi atabadilika. Usiniache bwana. Nilivyokuzoea utaniacha mpweke. Kweli atabadilika? Nakuahidi atabadilika. Basi sawa mdogo wangu. Naomba nisaidie kupanga pa vyombo tupate kupika chakula. Haya poa. Mke wangu, unajua na mwanamke mzuri sana na sijafanya kosa kukuchagua. Najipongeza kwenye hilo. Na kitu kingine, vipi mazingira hapa? Umeyapenda? Kwanza nashukuru mume wangu kwa kunisifia. Kuhusu masuala hapa nyumbani changamoto. So sana hivyo, lakini huyu bi mkubwa nakuwa kama vile simuelewi. Naona kama vile anipendi. Asikuchanganye huyo. Asikupe shida kabisa. Hapo umeolewa na mimi. Na mimi ndo mume wako. Hao wengine wasikusumbue. Ujue mwanamke mzuri sana na umewazidi kila kitu. Ndio maana wanakuonea wivu. Sana. Mbona upokee simu? Bibi achana naye. Huyu ni bosi wangu. Na huwa akinipigia simu muda kama huu, huwa kuna dharura yote kazini. Hivyo atanihitaji niende. Na mimi siku ya leo nimepanga kwa sababu yako. Au nipokee niende? Sitaki. Vipi mkangu? Mbona hivi? Afadhali umekuja. Maana nilikuwa nataka niache mlango wako wazi. Mimi naondoka. Haya mambo sanaweza akazungumzika mke wangu. Tukae ndani tuzungumze. Shida nini? Mbona unataka kujifezesha? Yapi? Kama tusiingie ndani tukae tukazungumze. Uzungumze na nani? Hivyo ni mwanaume wa aina gani? Sasa nakwambiaje? Mimi naondoka. Baki na mwanamke wako. Wewe unaona mwanamke wako ni bora kuliko mimi? Sasa mimi naenda.
Ukiona umuhimu wangu utanifuata. Mke wangu, niache. Mbwela, kaka Mbwela, Mbwela, Mbwela. Nzuri shehe Mbwela. Mambo Poa. unatoka wapi saizi, unaelekea wapi? Nimetoka kutembea na rudi zangu nyumbani. Sawa. Sasa mimi nimetoka pale kwa kaka yako, yaani leo kutwa nzima namtafuta lakini sijamuona. Yaani napiga misele nyumbani kwake lakini simkuti, na kwenye simu hapatikani. Kwa hiyo nimeshajitahidi sana kumpigia simu lakini hapatikani. Lakini kwa sababu wewe ni ndugu yako, naamini mtaonana. Pale nyumbani amerudi mkewe, yaani Sonia dada yangu amerudi nyumbani, na amerudi hana talaka, na hakuna sababu yoyote ambayo mimi ameniambia kwamba yeye kakosana na mumewe. Na huyo mumewe hajanitafuta mimi kwenye simu, hajanitafuta hata nyumbani pia. Sijui umeelewa? Kitu ambacho mimi kinanichanganya sana. Inakuwaje mke wa mtu anarudi tu nyumbani kiolela olela? Aliyakuwa mimi nimemkabidhi kaka yako, nimemuozesha kwa mahari, yule ni mke halali. Anaporudi nyumbani lazima nipate taarifa kwamba bwana shemeji, mke wangu anarudi nyumbani kwa sababu ya 1, 2, 3, 4, 5. Lakini yeye hakufanya hivyo. Sawa, hamna shida, lakini mimi hivyo vitu ambavyo naongea hapo ndo kwanza navisikia kwako. Sijui chochote. Kama huyo ifi yangu ameondoka kwa kakangu, kaudi kwao. Mimi sijui chochote. Yaani ndo kwanza nakusikia wewe. Lakini kwa kuwa umenifikishia mimi, sawa, nitafikisha hiyo taarifa. Sawa, mimi nitashukuru kama utamfikishia. Tena mwambie, yani akizipata tu hizo taarifa aje nyumbani. La kama wamegombana hawatakani tena, basi amletee talaka. Kuliko kukaa na mke wa mtu. Mimi hizo tabia hizo za kipumbavu mimi sizitaki. Sijui umeelewa? Yule mke wa mtu kakako nimemuozesha kwa mahari, yule ni mke halali. Anatakiwa atulie kwa mumewe. Sasa zikuwa zinatokea hizi zesheni za kipumbavu hizi, mimi nashindwa kuvumilia. Alafu namwambia rudi kwa mumeo. Yeye hataki. Yaani anambia mimi ndo nishafika hapa, ndo nyumbani kwetu. Ndio nyumbani kwenu, lakini wewe si umeolewa? Kama umeolewa huko katika mamlaka ya mtu. Anataka kunivunjia mimi heshima. Sasa aje amchukue. Kinyume na hivyo nitamvunja miguu yule. Atakuja kumkuta mkewe nishamvunja miguu. Kwa sababu mimi siwezi kukaa na mke wa mtu alafu nikaona akaja mtu saa nyingine akaanza kuzunguka pale, mara kakaa na huyu, tutakuja tutaonana wabaya. Sawa, mimi nitafikisha taarifa zako. Sawa, ila samahani kwa kusimamisha na kupotezea muda wako pia. Hamna shida. Asante.